Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tunamshukuru Mungu kwamba ametupa neema na kibali cha kuwepo tena siku ya leo. Ninaitwa mtumishi wa Mungu Jackson Mndeme wa huduma ya ukombozi wa familia. Ninakukaribisha kwenye maombi maalum kabisa kwa ajili ya kuombea mwezi huu wa 5. Na mwezi huu wa 5 tutatufanye maombi maalum. Nilisema kabla kwamba jitahidi unapoanza mwezi uwe na muda wa kuomba, lakini unapoanza siku yako uanze siku na Bwana. Unapoanza wiki uwe na maombi maalum ya kuombea wiki hiyo, lakini unapoanza siku yako uwe na maombi maalum kwa ajili ya kuombea siku hiyo. Na maombi hayo tumeweka kwenye YouTube channel yetu ya ukombozi wa familia. Pata muda kwenye YouTube, andika ukombozi wa familia, subscribe pale. Yako maombi mengi ambayo tumeshaomba yatakayo kusaidia wewe kuendelea kuomba na kukua kiroho. Kwa hiyo leo ni siku ambayo tunaomba kwa sababu tuko kwenye mwanzo wa mwezi, na kila mwanzo wa mwezi tunakuwa na maombi ya siku 3, maombi ya mfungo. Unaweza ukafunga kama unaweza, lakini kama uwezi basi ukawa unafuatilia maombi haya. Na lengo la maombi haya ni kuombea mwezi huu wa 5 ili uwe mwezi wa baraka, ili uwe mwezi wa neema, ili uwe mwezi wa kibali. Kwa hiyo maombi haya ni maombi muhimu sana kwa ajili ya mwezi huu wa 5, kwa sababu tunataka kuomba na kukabidhi mwezi mbele za Bwana. Maandiko yanasema kitu, maandiko yanazungumza kwenye kitabu cha Marko sura ya 10 ule mstari wa 5. Marko 10 mstari wa 5, Biblia inasema, Yesu akajibu akawaambia, wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Amemuuliza, wataka nikufanyie nini? Na yeye akasema, nataka nione. Tunapoanza mwezi huu, Mungu anatuuliza, na Mungu anakuuliza, unataka nikufanyie nini? Kwenye huu mwezi ambao Mungu anatupa, ungetaka Mungu akufanyie nini? Ungetaka Mungu afanye nini kwenye maisha yako? Wakati mwingine wacha kulalamika. Yesu alikutana na watu wengine ambao aliwakuta, Biblia inasema alienda kwenye ile birika kule Gethamene, na akakutana na mtu kule ambaye amepooza kwa miaka 38. Na yule mtu alipomwona Yesu akaanza kulalamika. Akasema, Bwana, unajua mimi sina mtu wa kuniweka birikani, kuniweka kisimani maji yanapotibuliwa. Akaanza kulalamika. Lakini kumbe swala la msingi si kulalamika. Swala la msingi, Yesu anakuuliza, wataka nikufanyie nini? Alikutana na vipofu akauliza, unataka nini? Wasema, mimi nataka kuona. Ni straightforward kwamba nataka kuona. Mungu, nataka mwezi huu wa 5 unisaidie 1, 2, 3. Acha kuanza kusema, unajua mbona mwezi uliopita, mbona niliomba, mbona nikafunga, lakini Mungu hakunifanyia, mbona niliona bado, mbona nilifangaika hivi, mimi nimekata tamaa. Acha hizo habari. Amini Mungu anaenda kukutendea. Amini Mungu anaenda kukusaidia. Maandiko yanasema, Yesu ameuliza, wataka nikufanyie nini? Unaweza ukaandika, ukalist down vitu ambavyo ungetamani Mungu akufanyie kwenye mwezi huu. Ukae navyo kwenye maombi. Umwambie Mungu ya kwamba mwezi huu wa 5 nataka unifanyie 1, 2, 3. Kwenye biashara yangu mwezi huu wa 5 nataka unifanyie 1, 2, 3. Nimechoka hasara. Kwenye kazi yangu nataka unifanyie 1, 2, 3. Kwenye ndoa yangu nataka unifanyie 1, 2, 3. Kwenye kwa watoto wangu nataka unifanyie 1, 2, 3. Kuwa na listi. Acha kulalamika kwanza. Sasa unajua mimi nimeshakaa, mimi nimekuwa. Mwambie Mungu, nataka Mungu akupe mume, akukutanishe na mchumba wako mwezi huu wa 5. Omba, tuombe pamoja. Na mimi nataka, kama unasikia maombi haya na una vitu ambavyo ungetamani Mungu akutendee kwenye mwezi huu wa 5, na ningetamani unitumie kwenye inbox yangu kwenye WhatsApp namba ambayo nitakutajia, WhatsApp namba ambayo nitakutajia pale mwishoni, ama imeandikwa hapo, unaweza ukaiona. Lakini nikutumie, unitumie kwenye WhatsApp namba, unaambia, mtumishi wa Mungu, mwezi huu wa 5 mimi nataka Mungu anifanyie 1, 2, 3. Mwezi huu wa 5 mimi nataka Mungu anipe kazi. Mwezi huu wa 5 nataka nipandishwe cheo. Mwezi huu wa 5 nataka Mungu anikutanishe na mume wangu. Mwezi huu wa 5 Mungu anikutanishe na mchumba wangu na mke wangu mtarajiwa. Mungu anawaunganisha watu wote ambao unaona wanaishi kwenye ndoa leo. Kuna siku, kuna mwezi,
kuna wiki, kuna tarehe ambayo walikutanishwa na Mungu. Kwa hiyo huu mwezi wa 5, amini ya kwamba ni mwezi ambao Mungu anaenda kutenda kitu kwenye maisha yako. Ni mwezi ambao ni muujiza unakwenda kutokea katika maisha yako. Nataka tu ujue, useme, uwe tayari kumwambia Mungu, nataka unifanyie hiki, nataka unifanyie hiki, nataka Mungu unitendee. Kwa nataka tuende mbele za Bwana, mtu wa Mungu. Tutaomba leo, tutaomba na kesho na kesho kutwa. Na kumbuka tuna grupu la maombi maalum, na mwezi huu wa 5 tunaomba maombi maalum kabisa kwa ajili ya kuombea watoto wetu. Tuna grupu la kuomba kwa ajili ya watoto wetu, watoto walioko mashuleni, watoto walioko vioni. Tunaombea mwezi wa 5, tutakuwa na maombi maalum ya kuombea watoto wetu. Tafadhali, kama haupo kwenye grupu hilo, grupu lolote la mtumishi wa Mungu Jackson Mndeme, ujitahidi kuwepo kwenye grupu hilo kwa namba ambazo ninakutajia, ziko hapo, utazipata. Nitakutajia pale mwishoni. Unifuate kwenye WhatsApp, unitumie, uniambie, mtumishi wa Mungu, mimi nataka niwe kwenye grupu la maombi ya kuombea watoto wetu, ili uweze kupata maombi haya kila tunapokuwa nayo maombi haya. Kwa hiyo tunataka tuwaombee watoto ambao wanafanya mitihani ya kitaifa mwaka huu. Tunaombea watoto wanafanya mitihani ya kidato cha 6. Tunawaombea watoto ambao wanafanya mitihani ya kidato cha 4. Tunakuwa na muda wa kuomba kwa ajili ya watoto ambao wanafanya mitihani ya kidato cha 2, darasa la 7, pamoja na darasa la 4, pamoja na watoto wanaosoma vyuo vikuu. Tunakuwa na muda wa kuombea wanafunzi wote kwa ujumla ambao wako mashuleni, tunawaombea. Lakini tunakuwa na muda wa kuombea watoto wetu kwa pamoja, watoto wetu kwa ujumla wake, tunawaombea watoto wetu. Kwa hiyo ninakukaribisha, mtu wa Mungu, leo hii tunaomba kwa ajili ya mwezi huu wa 5, na Mungu atubariki kwenye mwezi wa 5. Tutamkie baraka, tamkia baraka au mwezi wa 5, tamkia neema. Uwe ni mwezi wa neema, uwe ni mwezi wa kibali, na uwe ni mwezi wa baraka na mwezi wa ushindi kwenye maisha yako. Nataka nikuelekeze kwenye maombi sasa. Unapoomba kwa ajili ya mwezi wa 5, hakikisha tunautakasa mwezi huu kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini hakikisha mwezi huu pia tunaufunika kwa damu ya Yesu. Mwezi huu tunatamka neema ya kumiliki na kutawala. Mwezi huu tunaondoa mabaya yote, mipango yote mibaya ambayo adui amekusudia kwa ajili ya mwezi huu wa 5. Tunaomba Mungu akatubariki na kutupa afya njema kwenye mwezi wa 5. Kwa hiyo mwezi huu wa 5 tuna mambo mengi ya kuombea, ya kabidhi mbele za Mungu. Nataka tuombe kwa dakika chache tu hapa. Mimi nitaomba kwa dakika chache, lakini amini kabisa ya kwamba Mungu anakusikia. Na napoomba na wewe hapa, nikimaliza usiache, wewe endelea kuomba. Maombi haya unaweza ukayaweka, ukayarudia na kuyarudia na kuyarudia. Yesu Kristo akamuuliza yule kipofu, unataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, mimi nataka tu nione, nikishaona kuna mambo mengine yote nitaweza kuyafanya mwenyewe. Kuna kitu Mungu akufanyie mwaka huu, kuna kitu Mungu akufanyie mwezi huu wa 5, ambacho hicho kitu Mungu akikifanya, mengine yote yata line up, mengine yote yatatokea, mengine yote itakuwa rahisi, mengine yote Mungu atayafanya. Nataka tuende mbele za Mungu sasa. Tuende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliye hai, Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye uweza, Mungu wetu mwenye mamlaka, Mungu wetu unaishi na kumiliki na kutawala milele. Asante kwa damu yako ya thamani, damu yako yenye nguvu, damu yako yenye uweza, ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili yangu, ilimwagika msalabani kwa ajili ya msikilizaji ambaye ananisikiliza popote pale alipo, ndani na nje ya nchi ya Tanzania, ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Ninaomba kwa ajili ya watu wote ambao wanatusikiliza, watu wote ambao wanafuatilia maombi haya, Bwana Yesu, maana umesema palipo 2 au 3 kwa jina lako, na wewe uko katikati yao, na ikiwa watakubaliana neno lolote, hilo utalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Nasi Mungu tumekubaliana pamoja na wenzangu katika mitandao ya kijamii ya kwamba tuombe kwa ajili ya mwezi huu wa 5, ili Mungu katubariki na kutunua, na ili Mungu katufanikishe katika mwezi huu wa 5. Nami Mungu tunaomba toba na rehema kwa ajili yetu na kwa ajili ya kila mmoja ambaye anashiriki maombi haya. Na mimi ninasimama kama kuhani mbele zako Jehova, nikiomba toba kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wako. Baba, ukaturehemu na kututakasa kwa damu yako ya thamani. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mwezi uliopita, mwezi wa 4. Tunakushukuru kwa sababu tumeuona mkono wako na fadhili zako na baraka zako, maana umesema ya kwamba shukuruni kwa kila jambo. Nasi Mungu tunakushukuru kwa ajili ya mema yote na mabaya, mema yote ambayo tumeyaona kwenye mwezi uliopita. Tunakushukuru Mungu kwamba umetupigania, tunakushukuru kwamba umetuokoa, tunakushukuru kwamba mkono wako wenye nguvu umekuwa pamoja na
nasi na familia zetu na watoto wetu. Wengi wamekuwa mashuleni kwenye mwezi wa 4, lakini Bwana umewapigania na kuwalinda na kuwatunza. Sifa na heshima na utukufu tunarudisha mikononi mwako Jehova Shama, na asante kwa ajili ya mwezi wa 5. Tunauleta mwezi wa 5 mikononi mwako. Ninaukabidhi mwezi wa 5 kwenye madhabahu yako. Ninaufunika mwezi huu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaufunika kwa damu iliyomwagika msalabani kwa jina la Yesu Kristo. Mwezi wa 5 wewe ni mwezi wetu. Ninautakasa kwa damu ya Yesu. Ninatakasa mwezi Bwana. Uovu wote ambao adui ameukusudia kwa ajili yetu kwenye mwezi wa 5, ninautakasa mwezi wa 5. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye wiki ya kwanza ya mwezi wa 5. Naachilia damu ya Yesu kwenye wiki ya pili ya mwezi wa 5. Naachilia damu ya Yesu kwenye wiki ya mwezi wa 3. Naachilia damu ya Yesu kwenye wiki ya mwezi wa 4. Wiki ya 4 ya mwezi wa 5. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye siku zote na wiki zote na masaa na dakika zote za mwezi wa 5. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu uliye hai, nasi tunaufunika mwezi wa 5 kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Tunausemesha kwamba mwezi huu ni mwezi wetu wa neema, ni mwezi wetu wa kumiliki na kutawala. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu, kwa damu iliyomwagika msalabani, kwa damu inayotakasa, kwa damu inayohuishwa, neema yako Bwana na kibali na nguvu na uwezo wako Jehova Shama uendelee kuwa pamoja nasi katika mwezi wa 5. Neema yako Mungu itulinde. Neema yako Jehova, ninaufunika mwezi wa 5 nikiamuru ya kwamba ni mwezi wenye neema, ni mwezi ambao Baba unaachilia neema. Achilia neema kwa kila mmoja anayesikia maombi haya Baba. Ninaachilia neema kwa ajili ya watoto wako mahali popote walipo mwezi wa 5 Baba. Tunaamuru neema iachiliwe kwa ajili yao. Neema iachiliwe kwenye kazi, neema iachiliwe kwenye biashara, neema iachiliwe kwa watoto wetu walioko mashuleni, neema iachiliwe kwenye familia zetu. Neema yako Bwana na iachiliwe kwa ajili yetu mwezi huu Mungu ambao ni mwezi wa neema, ni mwezi wa kumiliki, ni mwezi wa kutawala. Baba, achilia neema yako. Neema yako itulinde, neema yako itufunike, neema yako itutunze. Ninaomba kwa ajili ya mtu ambaye ananisikia sahihi Bwana, natamka baraka na neema kwa ajili yake, na mimi nikiamuru kabisa ya kwamba mwezi huu uwe ni mwezi wa neema kwako. Ninaamuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwezi huu ni mwezi wa kumiliki na kutawala. Neema ya kumiliki, neema ya kutawala ninaiachilia juu ya mwezi huu Bwana. Wako watoto wako ambao hawana wanachomiliki katika maisha yao. Wengine wanatamani kumiliki biashara, wengine wanatamani kumiliki kazi, wengine wanatamani kuwa na familia, wengine wanatamani kumiliki. Baba, ninatangaza neema ya kumiliki, neema ya kutawala na iwe juu ya kila mmoja Jehova ambaye anasikiliza maombi haya. Mungu uliye hai, tunaachilia neema ya kumiliki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, tunaufunika mwezi wa 5 kwa damu ya Yesu. Ruhusu tufanikiwe na kuinuliwa. Ruhusu milango mikubwa ya baraka na neema ifunguke kwa ajili yetu kwenye mwezi wa 5. Inafungua milango mikubwa ya baraka, milango mikubwa ya neema, milango mikubwa ya kibali, milango mikubwa ya fedha. Ninaifungua kwa damu ya Yesu. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba milango ya fedha ambayo imefungwa katika miezi mingine, mwezi wa 5 milango mikubwa ya fedha ninaamuru ifunguke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba kwa ajili ya wafanya biashara kwenye mwezi huu wa 5 Bwana. Yeyote anayefanya biashara, ninakataa hasara, ninakataa roho ya chuma ulete, ninakataa roho ya kuibiwa, ninakataa roho ya kudhulumiwa. Mwezi wa 5 Mungu uliye hai, ninatamka kwa jina la Yesu, ninatamka kwa damu ya Yesu ya kwamba ni mwezi ambao Jehova unakwenda kuachilia milango ya fedha, mwezi ambao unakwenda kuachilia milango ya fedha, milango ya baraka inakwenda kuachiliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Neema yako Mungu uliye hai, neema yako Jehova Shama, neema yako Alfa na Omega, neema yako na iwe juu ya watoto wako wanaofanya biashara ya aina yoyote. Ninaachilia neema ya kufanikiwa, neema ya kupata faida kwenye mwezi wa 5. Mwezi wa 5 uwe ni mwezi wa kupata faida kwa mfanya biashara. Ninaomba kwa ajili ya wafugaji wanaofuga kuku, wengine wanafuga ng'ombe, wengine wanafuga mbuzi, chochote ambacho wanafuga, ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ili mwezi huu wa 5 wasifanye ufugaji wa hasara, wakawe na ufugaji wenye faida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba kwa ajili ya wakulima Bwana wanaolima mazao mbalimbali, na achilia damu ya Yesu Kristo kwenye ardhi wanazolima, damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba neema yako juu yao Baba. Achilia milango mikubwa ya fedha, milango mikubwa ya baraka, milango iliyokuwa imefunga ambayo ikufunguka kwa miezi mingine. Mwezi huu wa 5 Mungu ninafungua milango ya baraka Jehova, milango ya neema kwa
kila mmoja ambaye ananisikiliza, ninaachilia damu ya Yesu Kristo, damu yako ya thamani ikafungue milango ya baraka, ikafungue milango ya fedha, ikafungue milango ya neema, ikafungue milango ya kibali katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya thamani, mwezi wa 5 Bwana, ninawatenga watoto wako na magonjwa na kila aina ya udhaifu wowote wa kimwili. Wengine ni wagonjwa sahihi, wako vitandani, wengine wako majumbani, wengine wako hospitalini. Mungu wetu uliye hai, Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye uwezo, ninakataa magonjwa, roho yoyote ya magonjwa, presha, kisukari, kansa, TB, kila aina ya udhaifu ambao unatesa miili ya watu. Ninaunyamazisha huo udhaifu kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu juu ya afya yako. Ewe mtu wa Mungu uliye na changamoto ya afya, ninatamka uponyaji kwa ajili yako. Ulioko nyumbani, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Ulioko hospitali, ninaachilia uponyaji. Wewe ambao umelazwa hospitalini, ninaachilia neema ya uponyaji kwa ajili yako. Mwezi wa 5 uwe mzima, ukainuke na kutembea katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, naachilia damu ya Yesu Kristo kwenye vitanda vya hospitali ambavyo vimewalaza wagonjwa. Damu yako iachiliwe uponyaji. Ninaachilia uponyaji sasa, ninaachilia uponyaji sasa kwa wagonjwa Bwana walioko na hali mbaya, wagonjwa ambao wamekatiwa tamaa, wengine wamepelekwa nje ya nchi. Mungu, ninatangaza ya kwamba mwezi wa 5 neema ya uponyaji Jehova, neema ya uponyaji juu yao, neema ya uponyaji kwa wagonjwa walioko majumbani, walioko hospitalini. Ninaachilia neema ya uponyaji hata wale ambao madaktari wamesema hawatapona. Wewe Mungu, hakuna lisilowezekana kwako. Ninaachilia uponyaji, ninaamuru uponyaji, ninageuza majibu ya madaktari waliosema ya kwamba watapona. Ninatangaza ya kwamba watapona katika jina la Yesu Kristo. Mgonjwa yeyote ambaye anasikia maombi haya, naachilia uponyaji kwa ajili yake. Baba, tunawaombea popote pale walipo. Wako hata wale wasioweza kusikia ya kwamba tunawaombea, lakini wewe Mungu ni mwaminifu. Ninaomba neema ya uponyaji, neema ya kuwafungua, neema ya kuwaweka huru iwe juu yao sasa katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya thamani, kwa damu iliyomwagika msalabani. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya saa hii, asante kwa majira haya, asante kwa ajili ya majira haya. Kila mabaya ambayo adui ameyakusudia kwa ajili yetu kwenye mwezi huu wa 5, tunakataa mabaya yote, tunakataa ajali zote, mabaya ya aina yote, ikiwa ni kudhulumiwa, ikiwa ni kuonewa, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni ajali zozote ambazo adui amekusudia kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wako ambao wanasikia maombi haya. Kila ajali iliyokusudiwa kwa ajili yako, ewe mtu wa Mungu unasikia maombi haya, hiyo ajali ninaisambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo. Ikiwa unatumia usafiri wowote, safari zote za mwezi huu wa 5 ninazifunika kwa damu ya Yesu. Safari zako zote za mwezi wa 5, Mungu wetu uliye hai, ninazifunika safari hizo kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu yenye nguvu, kwa damu iliyomwagika msalabani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaachilia damu yako, ninaachilia damu yako Jehova juu ya kila safari, juu ya kila safari ambayo tunayo mwezi huu. Safari zingine Bwana naweza kutembea kwa miguu, safari zingine Bwana naweza kutumia bajaji ama pikipiki, safari zingine ni mabasi, safari zingine ni magari binafsi, safari zingine Bwana wengine wanatumia ndege, wengine wanatumia boti, wengine wanatumia treni. Mungu, kila aina ya safari tunaifunika kwako mwezi wa 5. Tunakataa ajali za kipepo, tunakataa roho ya kumwaga damu isiyokuwa na hatia, kila aina ya ajali za kipepo ambazo zimetegwa kwenye barabara zozote, kwenye maanga, majini ama kwenye treni, kila aina ya mabaya, kila aina ya ajali ambayo imetegwa, tunakwenda kinyume nayo, tunakwenda kinyume nayo katika jina la Yesu, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu iliyomwagika msalabani. Neema yako Bwana, neema yako Jehova, neema yako mfalme amani, neema yako Mungu mwenye nguvu, neema yako Jehova, na ifunike safari zote, ifunike maisha yetu. Pasiwepo yeyote wa kujikwaa, pasiwepo yeyote wa kupata shida yoyote katika safari mbalimbali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wengine wako maofisini Bwana, tunakabidhi ratiba mbalimbali za mwezi wa 5, vikao mbalimbali vya kikazi, vikao mbalimbali vya kibiashara ambavyo watu watakaa kwenye mwezi huu wa 5. Tunatangaza damu ya Yesu viwe vikao vyenye tija, vikao ambavyo vitaleta amani, vitaleta furaha, vikao ambavyo vitafungua milango mikubwa ya baraka na ya fursa kwa watu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba milango mikubwa ya tenda kufunguka kwa watu ambao Jehova wanatarajia tenda, wanatarajia kupata tenda, wengine ni kupata kazi. Ninaomba kwa
jina la Yesu. Kila anayesikia maombi haya ambaye anatarajia tenda, anatarajia kupata kazi mahali popote, Bwana ninafungua milango ya kazi, ninafungua milango ya tenda katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuongezee wateja. Wewe ambao unafanya biashara mwezi wa 5, Mungu akupe maongezeko. Mungu akupe wateja, akuletee wateja, akuletee maongezeko ya watu kutoka kaskazini, mashariki, magharibi, kila pande ya nchi. Mungu akuletee watu wa kila lugha na kila kabila, watu wa kila taifa. Bwana akakuletee watu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu asante kwa ajili ya mwezi wa 5. Tunaukabidhi kwako Bwana, tunakabidhi kwako Jehova. Achilia maongezeko, achilia maongezeko kwetu. Hatutabaki pale tulipokuwa. Mungu wetu uliye hai, hatutabaki tulipokuwa. Baba, mwezi wa 5 kuwe na hatua moja zaidi, hatua moja zaidi kwa walioko makazini, kwa wanaofanya biashara, hatua moja zaidi Bwana, walio na changamoto yoyote kwenye ndoa zao. Baba, ninatangaza mwezi wa 5 uwe ni mwezi wa amani, uwe ni mwezi wa amani. Pasiwepo na mafarakano, pasiwepo na magomvi, pasiwepo na vita. Iwe ni amani Bwana. Waliotengana, waliofarakana, damu ya upatanisho, damu ya Yesu Kristo, damu inayowapatanisha ikawapatanishe sasa, ikawapatanishe. Ninaachilia damu ya Yesu katikati ya watu ambao wana mafarakano na magomvi, ili waunganishwe tena, ili waweke pamoja. Damu ya Yesu Kristo iwaweke pamoja, iwaungamanishe tena. Ninawaungamanisha damu ya Kristo Yesu, ikawaungamanishe. Damu inayonena mema, ikanene mema Bwana, dhidi ya mabaya yote, dhidi ya uharibifu wote ambao umeachuliwa katika jina la Yesu, kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu yenye nguvu, kwa damu iliyomwagika msalabani. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neema, kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya kibali chako. Tunaufunika mwezi wa 5, tunaufunika mwezi wa 5. Ulipomuuliza yule kipofu ya kwamba unataka nikutendee nini, unataka nikufanyie nini, akasema nataka nione. Nasi Bwana, mwezi wa 5, kila mmoja anayesikia maombi haya ana kiu yake, ana haja ya moyo wake, ana haja ya moyo wake. Wengine wanataka kazi, Mungu kawape kazi. Wengine wanataka kupandishwa vyeo, Baba wanue, ninatamka wakapandishwe cheo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wengine wanataka kukutanishwa na waume zao, wengine wanataka kutanishwa na wake zao. Baba, katika jina la Yesu, yule ambaye hajaolewa kutanishe na mume wake, yule ambaye hajaoa kutanishe na mke wake. Mwezi wa 5 wewe ni mwezi wa miujiza, wewe ni mwezi wa kukutanishwa na wale watu sahihi ambao Mungu umewaweka kwa ajili ya maisha yetu. Pasiwepo na kiambaza chochote na kizuizi chochote ambacho kinazuia zile baraka ulizoachilia kwa ajili yetu kwenye mwezi wa 5, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu asante kwa uaminifu wako. Wengine wanataka biashara, wengine wanataka mitaji, Mungu wape mitaji. Wengine wanataka biashara zao zikue, wasaidie zikue, Mungu wetu uliye hai. Wengine wanataka kununua viwanja, wasaidie wanunue. Wengine wanataka kujenga, wasaidie wajenge. Wasaidie Bwana, wapiganie watoto wako, wainue watoto wako, watendee watoto wako, wafanikishe watoto wako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Mpe kila moja sawa sawa na haja ya moyo wake. Mpe kila moja Bwana sawa sawa na haja ya moyo wake. Mwezi wa 5 Bwana, kile ambacho watoto wako wanatamani ya kwamba uwatendee kwenye mwezi wa 5, Baba uwatendee, Baba uwatendee, Baba ukawatendee katika jina la Yesu, kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunautakasa mwezi wa 5, tunaufunika kwa damu ya Yesu, tunauchovya kwenye bahari ya damu ya Yesu Kristo. Uwe ni mwezi wa baraka na neema. Zile baraka ambazo umezikusudia kwa ajili yetu kwenye mwezi wa 5 hazitazuiliwa, hazitakatishwa, hazitazuiliwa mahali popote katika jina la Yesu. Baraka zetu ambazo adui amezishikilia kwa muda mrefu zinaachiliwa kwenye mwezi wa 5 katika jina la Yesu. Hatutamaliza mwezi huu Bwana tukiwa hivi tulivyo Jehova. Asiwepo yeyote ambaye atamaliza mwezi wa 5 akiwa vile alivyo, biashara yake ikiwa vile ilivyo, mahusiano yake yakiwa vile alivyo. Baba, tukamalize mwaka tukiwa na maongezeko, tukamalize mwezi wa 5 tukiwa na maongezeko, tukiwa na neema, tukiwa na kibali, tukiwa na ushindi. Walio wagonjwa sasa watamaliza mwezi wa 5 wakiwa ni wenye afya njema, wakiwa ni wazima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatabiri neema ya kuinuka na kuangaza, neema ya kustawi kwa kila mmoja wetu, neema ya kufanikiwa kwa kila mmoja wetu, neema ya kumiliki na kutawala kwa kila mmoja wetu, neema ya kushinda vita, kila vita yoyote ambayo iko mbele yetu. Baba, naachilia neema. Wako watu wenye vita mbalimbali, wengine wako mahakamani, wengine wako majumbani, lakini kuna vita mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye familia zetu. Kila vita iliyopo kwenye kazi zetu,
zetu, kwenye biashara zetu. Neema ya kushinda hiyo vita na iwe juu yako. Mungu wetu ulio hai, ninatangaza ushindi kwa vita yoyote ambayo inawapiga watoto wa Mungu kwenye makazi yao, kwenye biashara zao, kule ofisini. Vita ulionayo ofisini kwako, pokea neema ya kushinda. Vita ulionayo kwenye biashara yako, pokea neema ya kushinda. Vita ulionayo kwenye kazi yako, pokea neema ya kushinda. Mahali popote uliko na vita, pokea neema ya kushinda. Pokea neema ya kushinda katika jina la Yesu, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu iliyomwagika msalabani. Neema yako Jehova, neema yako Bwana, neema yako Mungu ulio hai, neema yako iwe juu ya kila mmoja wetu. Neema yako itupe kushinda, itupe kushinda Bwana. Wako ambao wamekata tamaa, hawaoni mbele wala hawaoni mbele Bwana, kwenye mwezi wa 5 wanaona giza. Ninatamka neema, neema ya uponyaji, neema ya kufunguliwa, kuona matumaini mapya katika jina la Yesu, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaachilia damu ya Yesu ikawainue wagonjwa waliolala kitandani. Ninaachilia damu ya Yesu ikawainue wagonjwa waliolala kitandani. Ninatamka uponyaji, ninatamka kufunguliwa, ninatamka kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana, asante Jehova, asante kwa damu yako iliyomwagika msalabani, damu yako inayotakasa, damu yako inayoinua, damu yako inayonena mema, damu yako Jehova Shama, damu yako Mungu aliye hai, damu yako mfalme amani, damu yako Jehova Shama. Ninaiachilia damu yako inene mema Bwana, inene mema Jehova, inene mema Jehova, inene mema Jehova, inene mema Mungu aliye hai, inene mema Alfa na Omega, inene mema Jehova. Damu yako inene mema, inene mema Mungu, inene mema Jehova, kwa ajili ya watu wako, kwa ajili yetu Bwana, katika jina la Yesu. Ulinzi wako Bwana na uwe juu yetu, juu ya kila mmoja wetu. Ulinzi wako Bwana uwe juu ya watoto wetu, uwe juu ya familia zetu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ruhusu ulinzi wako, ruhusu neema yako Bwana kwa watoto walioko mashuleni Baba, katika jina la Yesu. Mungu, tunawafunika watoto wetu walioko mashuleni, wengine wako vione, walioko darasa la kwanza mpaka darasa la 7, walioko form 1 mpaka form 4, walioko form 5 mpaka kidato cha 6, walioko vio Bwana mwaka wa kwanza mpaka wa mwisho. Watoto wetu wote mahali popote walipo, tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mwezi wa 5 Bwana, wakasome na kuelewa mitihani yoyote walionayo kwenye mwezi wa 5. Yaweza kuwa mitihani ya kishule, ama mitihani ya kikanda, ama mitihani ya kitaifa. Kila aina ya mitihani walionayo watoto wetu popote walipo, kwenye mashule, kwenye vio, tunawakabidhi mikononi mwako Jehova, ukawasaidie na kuwapigania akili zao na fahamu zao. Tunazifunika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu, asante kwa uaminifu wako. Asante maana tunaamini umefanya zaidi ya jinsi tulivyoomba, kwa kadiri ya neema yako ambayo inatenda kazi ndani yetu. Asante Mungu wetu aliye hai. Milango mikubwa ya baraka itafunguka na imefunguka kwa ajili ya watoto wako, katika jina la Yesu. Kwa maombi haya Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya mlango mkubwa ambao umefungua kwa ajili ya mtoto wako ambaye ananisikia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante maana umeachilia miujiza, umeachilia baraka na neema kwa ajili ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo. Sifa na heshima na utukufu tunarudisha mikononi mwako. Wewe peke yako Mungu wetu unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Jehova, hakuna kama wewe mfalme amani, hakuna kama wewe Mungu mwenye nguvu. Peke yako unastahili kuinuliwa na kuabudiwa na kutukuzwa. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako, katika jina la Yesu Kristo. Maombi haya Bwana tunawafunika kwa damu ya Yesu. Fanya zaidi ya tulivyoomba, kwa kadiri ya neema yako inayotenda kazi ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki. Naomba uendelee na maombi haya, lakini nikusisitize jambo la msingi sana. Waweza kusikia kuachilia sadaka yako ya mbegu kwa ajili ya mambo ambayo ungetamani Mungu akutendee kwenye mwezi huu wa 5. Unaweza kusikia kuachilia sadaka yako kumwambia Mungu, mwezi wa 5 unitendee jambo fulani. Mungu alimwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako, Matendo ya Mitume sura ya 10, sala zako na sadaka zako zimefika na zimekuwa ukumbusho mbele zangu. Kwa hiyo unaweza ukasikia kuambatanisha maombi haya na sadaka yako. Nafanya hivyo na Mungu atakubariki sana. Unasikia una mahitaji yako ya mwezi, ungetamani Mungu atende vitu fulani, na
unatamani tubebe pamoja kwenye maombi, tunakuwa na session za kufunga, session za kuomba, usiache kunitumia kwenye inbox kwa namba hiyo ninayokutajia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia kama una sadaka yako mtamani kuachilia, achilia sadaka yako hiyo kwenye namba hii ambayo pia ninakutajia. Namba hiyo utaitumia kutoa sadaka, lakini pia utaitumia kuwasiliana nami kunipa mahitaji yako kwenye WhatsApp, na namba hiyo ni Vodacom ya 0752966389, 0752966389. Jina langu ni mtumishi wa Mungu Jackson Mndeme. Tukutane kesho kwenye maombi haya ya kuendelea kuombea mwezi wa 5 na kuombea watoto wetu ambao wanafanya mitihani ya kitaifa kwenye mwaka huu. Karibu pia kwenye group letu la ukombozi wa familia kwa WhatsApp, namba hiyo nitumie, lakini usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya ukombozi wa familia. Mungu akubariki na Mungu akuinue na kutakia baraka na kibali cha Mungu. Amen.